Kwa majina naitwa Pendo Mkama, ni mkazi wa Pasiansi. Labda changamoto ya leo ni kuvuka hapo hivi. Maji yalikuwa ni mengi sana. Unatumia muda gani mpaka kuvuka kutoka ng'ambo hiyo? Kama lisaa lizima. Nimekuja hapa kwenye saa moja. Nimefika hapa Sasa nikawa tumegandishwa na magari hapo, changamoto hapo, maji yalikuwa ni mengi sana ukiangalia na mtoto. Chazi Lugo Lulinga maarufu kama Fashion, ni mkazi wa Mkoyoni, kata hii ya Mkoyoni. Hii imekuaje tena? Hali hii imetokana mimi nadhani lawama kubwa ni kuhusiana na mkandarasi wa hii barabara, kwa sababu barabara ni kwamba kazi ilikuwa imesimama, mvua zilikuwa zimesimama, lakini sasa utengenezaji wake unakusuasua sana kiasi kwamba hii hali isingetokea. Anakwenda taratibu mno, zaidi ya miezi 5 mtu anaweka kaposheni kadogo tu haka. Lakini hii hali imekuwa ni ya kujirudia. Hii hali tangu miaka ya nyuma ilikuwa inatokea, mafuriko yanatokea. Na chanzo kikubwa ni kwamba hili daraja maji yanatoka huko juu, lakini baada tuseme kutoka hapa kama mita 30 kutoka hapa tulipo kwenda ziwani, njia imezibwa. Kuna miti, kuna majani ambayo kaitwa rutende, kwamba haijachongwa kama ilivyo barabara ya ngao ya port. Kwa hiyo maji yanasubiriana na maji kawaida yake uyaruhusi sasa maji haendi. Kwa hiyo kutoka hapa kama mita 30 tu pameziba, pana matakataka, pana miti, machupa yameziba. Kwa hiyo ufumbuzi wa hapa ni kwamba kama wangepasua huko chini maji yakawa yanakwenda kwa wakati, hali hii singetokea. Hii imeleta kadhia gani sasa? Kadhia, ndugu mwandishi, unaona jinsi hali ilivyo. Watu wengi wamechelewa kwenda makazini, watoto wamechelewa kwenda shuleni, wafanyabiashara wamekwama. Ni hali ambayo si rafiki. Watu wameteseka sana kweli. Na sijui mpaka saa ngapi, kwa sababu tangu alfajiri watu wanahangaika. Kwa kweli ni kero kubwa sana. Lakini lawama yote ni kwa mkandarasi, amezembea kuelekea hii hali. Daraja muda uliloanza ina kama miezi 5 liko linatengenezwa. Kero iliyopo, mafuriko yanajaa, watu wanashindwa kwenda kazini. Wananchi tunawakela, wanalipa kodi. Kwa hiyo miundombinu ya hapa ni mibovu. Na kama mkandarasi hajalipwa pesa, wamlipe pesa. Na kama amelipwa afanye kazi aliyopewa ili watu waendelee na biashara na kazi ya kuijenga taifa. Watoto leo hawakufanya mtihani. Asubuhi wanafunzi walikuwa na mtihani wa hisabati. Ina maana mtihani huo leo wameukosa, ambao wameochelewa kufika shuleni. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Sisi tukiwa kama wajumbe wa serikali ya mtaa kupitia chama chetu cha Mapinduzi, inatupa kero kwa rais wetu. Inatupa doa kubwa sana. Na kama pesa liishapewa, mkandarasi apewe pesa zake, afanye kazi, watu waendelee na kuijenga taifa. Imekuwa ni hali ya kujirudia ama ni leo? Imekuwa ni kazi ya kujirudia kila wakati kuhusu hili daraja, na wala sio leo. Unasikia wewe? Kwanza tunashangaa muda wote, kwa nini mkandarasi anacheza tu hili eneo? Kwa majina naitwa Victoria Frederick. Azlai imeniasi kwa kuwa leo tujaenda shule, tukopo na mitihani. Kwa hiyo tunaomba rais wetu aweze kutusaidia kutinulia daraja letu tuweze kwenda shule kwa urahisi. Na unaona kama leo watu hapa wengine unabeba kwa jelo. Sasa wanafunzi, hiyo jelo ndio tunategemea tukale, nyingine nauli, wengine tunapewa 500 tu. Hiyo ndio nauli, sasa tutabebwaje? Watusaidie sisi Rais Samia. Umefika hapa saa ngapi? Nimefika saa 12. Ni kwamba, ndugu waandishi wa habari, ni kwamba kama mnavyofahamu katika jiji la Mwanza na mkoa wa Mwanza kwa ujumla, kuna mvua kubwa ambazo zimeanza kunyesha, zina takriban siku 2. Na usiku wa kuamkia leo kumekuwa na mvua kubwa ambayo imenyesha, na matokeo ya mvua hiyo ni kuvunja kwa hili daraja la Mkuyuni, daraja ambalo limekuwa korofi kwa muda mrefu, lakini sasa hivi liko katika matengenezo. Sasa udongo umeondolewa katika barabara hii kwa sababu ya kasi kubwa ya maji yaliyokuwa yakipita hapa na mafuriko kwenye hili daraja. Sasa
jeshi la polisi baada ya kupata taarifa hizo tumeweza kufika hapa tangu alfajiri baada ya hilo daraja kuwa limechukuliwa na maji, udongo wake umechukuliwa na maji na magari hawezi kupita, kwa ajili ya kuweka hali ya usalama kwa watu wanaotumia barabara. Sasa katika kufanya kazi hiyo tumeweza mpaka sasa kufanya njia hii ambayo ilikuwa haipitiki, sasa hivi inaweza kupitika vizuri, na tumeelekeza magari yanayotokea hiyo njia ya Shinyanga yakifika barabara hiyo ya Usagara, kwa hali ilivyo sasa ni vema wakakatisha hii barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea Kisesa kwa ajili ya kuingia mjini. Lakini hapo mbele kuna barabara ambayo inaitwa Sawa ambayo na yenyewe inakwenda kutokea huko mbele, inazunguka inaingia katikati ya jiji. Tunaelekeza hivyo kwa ajili ya kupunguza msongamano mkubwa wa magari, lakini pia kwa magari yanayotoka Mwanza kwa ajili ya kuelekea hii barabara ya Shinyanga, pia tumeelekeza magari hayo kutafuta njia nyingine pale katika ule mzunguko wa samaki warudi hiyo barabara ya kwenda Magu, waje watokezee hii barabara ya Usagara kwa ajili ya kuelekea kule Shinyanga. Tumeelekeza hivyo, lengo letu ni kuhakikisha kwamba wakati huu ambapo tunaendelea kuweka hali ya usalama kwa watu wanaotumia barabara, kusitokee jamu nyingine kubwa ambapo tutashindwa kufanya kazi yetu vizuri. Na kwa kufanya hivyo tumeweza kuwaruhusu watu wanaotembea kwa miguu kuweza kuvuka pande zote mbili kama ambavyo mmeona wanapita vizuri tu, lakini pia tumeweza kuwaruhusu watu wanaoendesha bodaboda na bodaboda kwa ajili ya kupita. Hawa wanapita vizuri, kwa wanaweza kusaidia raia kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Mpaka sasa katika eneo hili hatujapata tukio lolote pengine la mtu kupoteza maisha au kujeruhiwa kwa namna yoyote na mafuriko haya. Jeshi la polisi limewahi mapema kwa ajili ya kuweka hali ya ulinzi na usalama katika eneo hili. Tumewasiliana pia na wakandarasi ambao bila shaka wanajua kinachoendelea hapa, lakini sisi tumewasiliana nao ili waweze kuja hapa kwa ajili ya kufanya assessment ya hili eneo na pengine kuendelea na ujenzi wao ili magari haya yaendelee kupita kama kawaida. Tutashirikiana nao kuangalia eneo hili kama litakuwa sasa limekaa vizuri na haya mashimo yaliyoko pembeni kulia na kushoto yataweza kuwa tukaruhusu magari yapite, tutafungulia magari yapite. Lakini kwa sasa tunaona hili eneo si salama kwa magari kupita. Kumekuwa na tabia kutoka mwanzo, tunaona watu wengine maji walikuwa hajapungua, lakini wakawa wanalazimisha kupita. Pengine ipi rai yako kwa watu wenye tabia? Unajua watu wanakuwa na haraka. Wakati mwingine wanapokuwa na haraka wanasahau kwamba pamoja na haraka hiyo wanao wajibu wa kuangalia usalama wao na maisha yao. Lakini ni kazi yetu sisi polisi, kama mlivyotuona hapa muda mrefu, kuhakikisha kwamba tunawakumbusha lakini tunawaelekeza ili pamoja na haraka walizonazo wajue kwamba hapa limetokea tatizo, na tatizo lazima tushirikiane katika kulimaliza, na kwa kuwafanya wao na haraka zao watoke eneo moja kwenda eneo lingine, lakini wafike salama. Unaweza ukawa na haraka ukaishia kuingia kwenye maji na kupoteza maisha au kupata matatizo mengine. Lakini nishukuru tu kwamba wanatuelewa kadri tunavyowaelimisha na kuwaelekeza, na sasa hivi kama mnavyoona jamu imeanza kupungua. Tumejielekeza zaidi kwa waenda kwa miguu. Tunazo ndio maana nashirikiana na wenzetu wa polisi kwamba baadhi ya magari yaelekezwe kule ndio Sawa, alafu yaje huko Okay. Ndio hivyo, kwa sababu kwenye ujenzi bwana lazima kuna adha mbalimbali zinatokea. Tunaomba samahani, lakini hapo tutakapokuwa tunakamilisha tutasahau yote haya. Ndio kuvumilia tu sasa hivi kipindi hiki cha mvua. Na wale ambao wanakatisha wanapita kipindi cha maji ikiwa mengi, na tafadhali waangalie alternative route iliyowekwa au tulioelekeza. Kwa sababu ni hatari sana kupita kwenye maji ikiwa mengi, hata wanaweza kuzolewa na maji. Maji yalikuwa yanasambaa kila mahali, njia mbalimbali zinapeleka maji ziwani. Ndio. Sasa baada ya wenzetu wa reli kujenga tuta, ndio
wameelekeza maji sehemu moja. Baada ya maji yote yanakusanywa yanakuja hapo nani. Hadi hapo ndo adha zake tunazopata hizo. Ndio maana na sisi hapo Mbuyuni ndio tunabadilisha daraja tujenge kubwa zaidi ili accommodate maji. Okay. Yote. Daraja ambalo mlikuwa mnajenga ambalo mnatanua, ujenzi wake unaanza lini na ulitarajia kukamilika lini? Kwanza umeanza tangia mwezi wa kwanza huko kama mwaka jana nadhani mwishoni. Ndio. Lakini sasa kwisha kabisa ni mwezi wa 11. Kandarasi ni Jasia ni company hapo Mwanza. Ndio. Na thamani ya mkataba wake ni bilioni 5.5. Okay. Na pengine labda ni ujenzi wa daraja peke yake au ina involve pia upanuzi wa barabara? Na involve na upanuzi barabara. Kwa urefu gani? Ni mita 100, ilikuwa mita 100 kama 500 hivi.